vile vile katika namna kujifananisha na mashaitani, sawa kana lirijal au linnisa, sawa iwe kwa wanaume au kwa wanawake. Kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la ya'kulanna ahadukum minkum bishimalihi wala yashrabanna bishimalihi, asile mmoja wenu kwa mkono wake wa kushoto, wala asinywe kwa mkono wake wa kushoto. Fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, kwa kuwa shaytan anakula kwa mkono wake wa kushoto na anakunywa kwa mkono wake wa kushoto. Faman yashrab bishimalihi au ya'kulu bishimalihi faqad tashabbaha bishaytan, yule ambaye anayekula kwa mkono wake wa kushoto au anayekula kwa mkono wa kushoto amejifananisha na mashaitani. Tizama katika namna ya kujifananisha na mashaitani katika ulaji, ni kule ambapo mtu anakula hapo hapo anakunywa, pengine anakula wali au biriani au ugali, lakini pembeni kuna glasi ya juisi au futari, kuna maziwa au kuna juisi au kuna uji, ikawa anakula kwa mkono wa kulia, lakini glasi ile akikamata au ile bilauri au kile kikombe cha uji anatumia mkono wa kushoto. Baadhi ya watu wanafanya hivyo. Kwa lengo gani? Nitaichafua glasi. Wewe kuichafua glasi unahisi ni bora kuliko kuichafua dini? Lipi lilokuwa bora? Undochafulia dini yetu ya Uislamu. Hayo ni makatazo. Haina maana kwamba kula kuliko haramishwa ni kutumia mkono wa kushoto wakati wa kula tu au wakati wa kunywa tu. La, hata wakati unaunganisha vitu viwili, unakula huku umekamata chupa ya maji kwa mkono wa kushoto unakunywa. Tena wengine hujitia ubabaishaji tu, hukamata mkono wa kushoto alafu wa kulia pale husukumizia. Yote ni mambo ya haram. Kula kwa mkono wa kulia, ukikamata glasi au chupa au maji, kamata chombo chake kile kwa mkono wa kulia, ile itaenda kusuuzwa na kuoshwa au itaenda kutupwa. Lakini usiharibu dini yako kwa kula na shaitan na kujifananisha na shaitan katika jambo hilo.